Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa tamko kufuatia kukabidhiwa kwa ripoti ya tume ya kuchunguza matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Ripoti hiyo imekabidhiwa leo Aprili 23, 2026 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman. Katika tamko hilo, Chadema imesema msimamo wake wa awali uliotolewa Novemba 19, 2025 bado uko pale pale, ikipinga uundwaji na uendeshwaji wa tume hiyo. Chama hicho kinasisitiza kuwa tume hiyo haikuwa huru na hivyo haiwezi kutoa haki wala ukweli kwa waathirika wa matukio yaliyofanyiwa uchunguzi. Aidha, chama hicho kimeeleza kuwa kwa mujibu wa kauli za Rais Samia kabla ya kuundwa kwa tume, ripoti hiyo ni ya kibinafsi, jambo linaloifanya ishindwe kuchukuliwa kama nyaraka huru yenye ukweli kamili. Chadema pia imehoji uhalali wa tume hiyo, ikidai kuwa iliundwa chini ya mamlaka ya rais na hivyo kukosa uhuru wa kufanya kazi zake bila ushawishi. Kwa mujibu wa chama hicho, haiwezekani kwa chombo kilichoundwa na mamlaka inayotumiwa kufanya uchunguzi huru na kutoa haki kwa waathirika. Katika hatua nyingine, chama hicho kimeeleza kuwa baadhi ya wajumbe wa tume hiyo walikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na serikali au chama tawala cha Chama cha Mapinduzi CCM, jambo ambalo linapingana na misingi ya kisheria na kiutawala inayotaka tume huru isiwe na uhusiano na pande zinazochunguzwa. Aidha, Chadema imedai kuwa baadhi ya wajumbe hao wamewahi kushiriki katika maamuzi au vitendo vilivyochangia ukiukwaji wa haki za binadamu, hali inayodhoofisha zaidi uaminifu wa tume hiyo. Kwa mtazamo wa chama hicho, tume hiyo si chombo huru bali ni njama ya kuficha ukweli, kufuta ushahidi na kuendeleza kuwaumiza waathirika wa matukio hayo. Kutokana na hali hiyo, Chadema imesisitiza umuhimu wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa au kitaifa utakaozingatia uwazi, uaminifu na uwezo wa kubaini ukweli bila upendeleo. Vilevile, chama hicho kimesema kinaendelea kuchambua muhtasari wa ripoti iliyowasilishwa pamoja na hotuba iliyotolewa na mwenyekiti wa tume hiyo. Imeongeza kuwa kauli yake ya mwisho itatolewa baada ya kikao cha kamati kuu kinachotarajiwa kufanyika Aprili 28 hadi 29, 2026. Hii ni Nurshuli TV Updates. Mimi ni Justin Coulson.